Mashaka wameketi au wengine wanaweza tupata njiani, au watapata kama tumefika pia, itakuwa ni vizuri. Sasa kilichobaki ni item moja tu kuhitimisha nini ya leo, kongamano la mwaka huu 2025 sawa na miradia sawa na mwaka 1446. Item iliyobaki katika ajenda tuliyokuwa nayo maazimio. Hii nayo inakuwa ni ya mwisho, lazima tunatokana na maazimio yale ambayo tumekuwa nayo na yale ambayo tunatarajia kufanyia kazi katika mwaka huu na mwaka ujao. Manake ukienda na kalenda ya Hijria itakuwa Muharram wa mwaka ujao. Sasa ni kama tushika vitu viwili kwa pamoja, mwaka 2025 pamoja na mwaka 2026. Kwa upande wa Hijria, mambo ambayo tulikuwa tumeazimia mwaka jana tutaraji kiasi kikubwa yakifanyika katika Muharram wa mwaka huu, na pia tukayafanyia kazi. Manake tunaambiwa kila siku ni siku ya Ashura, na kila ardhi ambayo tunakanyaga ni ardhi ya Karbala. Kwa hivyo nataraji maazimio ambayo tulikuwa tumeazimia mwaka jana yametekelezwa kiasi kikubwa, na yale ambayo tunatekeleza nafikiri inakuwa si kitu cha kufanyika tu mara moja, kama mmoja wa mashaka alivyotuambia mashakani, kwa tuko tu tuna tick boxes. Haiko hivyo, bali ni mambo ambayo tunatakana tuishi nayo na tuyafanye kuwa ni takafari. Kwa hivyo mwaka huu nini ya kongamano la mwaka huu mwaka 2025 miladia sawa na 1446 Hijria. Tumekuwa na kongamano Nakuru katika ukumbi huu, sehemu hii ya Bilal Center inayojulikana, ambao pia tumeihost Ambassadors Zaman. Hapa ndipo tulipokuwa. Waliohudhuria ni sisi ambao tuko hapa, mashaka ambao tumekuwa nao ni hawa ambao tuko nao, waliotoa zao michango yao upande wa hotuba, upande wa maelekezo ni nani, ni wale ambao wanatoa, na sisi wote nafahamu, hamna haja ya kurudia jina moja kwa moja. Maazimio ambayo tumekuwa nayo imekufuatana ama imeambatana na mafunzo na hotuba ambazo tulizopata kutoka kwa mashehe, na pia kulingana na jao ambayo tumesheko katika kutekeleza maazimio ama kukuza na maazimio. Unapata wakati mwingine kunakuwa na changamoto moja ama nyingine, ambapo utapata kuna baadhi ya vitu ambavyo wewe kama mtu aliyehudhuria unaona ilikuwa ni vizuri sana ama ni muhimu kuwa vimechukuliwa katika maazimio, lakini kwa sababu ambazo inakuwa vigumu kuepukika, inakuwa pengine si ati tumepuuza, lakini inakuwa hatukuweza kuichukua hilo kama moja katika maazimio. Katika kongamano la mwaka huu yafuatayo ni maazimio ambayo tunaona tunaweza tumia kutembea nayo mwaka wa 1447 Hijria, kulingana na nini minasaba tutakayokuwa nao na katika kuhuisha siku hizo za Ashura. Moja ni kuwa tutatumia bendera tofauti tofauti. Unaposisitizwa kwa kutumia bendera, na Sheikh Yusuf pia amekuwa hapa kuzungumzia mambo hizo bendera kulingana na umuhimu wake kwenye usaidia kwenye mawaki katika kueneza utamaduni wa thakafa ya Imam Hussein. Hili tutajizoesha na kujihimiza kufanya utafiti kuhakikisha kuwa hadithi na riwaya ambazo tunakuja nazo kwenye mimbar ya Imam Hussein kuwa ni za kisawasawa na sahihi. Tutafanya ama tutachukua mfumo wa maisha ya Imam Hussein
kuwa mfumo wa maisha yetu. Tutasoma na kuwachambua masahaba wa Imam Hussein ili kuhakikisha kuwa tumefaidika nao, tumefaidika na kila mmoja wao kwenye kuhuisha minasa yetu. Tutahimizana kuwalea watoto wetu na ulezi unaolingana na malezi ya Imamu Salam. 9, tunahimizana kuwa familia zetu tutazilea kwa vitendo, kwa kuwaelekeza watoto wetu na familia zetu ili kuhakikisha kuwa wamekuwa katika malezi ya kuwapenda maimamu wetu na Mtume alayhi salam. Kumi, محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Hatuko hapo kwa 10. Tutawahimiza waumini kubadilisha fikra za kielimu za kidini ziwe zinaambatana na thakafa na utamaduni wa maisha kama vile thakafa ya intidhar na thakafa ya 40. Kwa mali pake hiyo? Asante. Tutawalea watoto wetu wa kike pamoja na wanawake zetu kwa kuchukua mafunzo kutoka kwa Bibi Zainab na kumfanya kuwa kielelezo bora katika maisha yao kwa kujistiri kwa hijabu na kuchunga heshima yao. Mwisho kabisa tutajifunza subra ya Bibi Zainab wakati wa masaib na balaa. Nafikiri hizo ndio zimenakiliwa. Kumekuwa na kidogo changamoto, baadhi ya hizi nini tutaziweka vizuri, alafu zitapatikana kwenye mtandao wetu na kila mmoja atazipata vizuri inshallah. Kando na hiyo, pia tunaomba kama watu watakuwa kuna kitu ambacho unaona tungeweka katika maazimio, tuangalie, alafu tutakisuka kwa pamoja tuhakikishe pia kimewafikia. Swali ala Muhammad na wale. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kuna baadhi ya mambo ambayo imekuwa ni kawaida. Kuna masira ambayo ni kawaida tu kuzungumzia wakati huu. Kuna ile kuhakikisha kuwa tuna majalis pia katika majumba yetu, hatujazungumzia mwaka huu, lakini vitu ambavyo tunataka viendelee. Almuhimu ni kuhakikisha kuwa thakafa na utamaduni wa kuhakikisha kuwa kuhuisha mambo ya Imam Hussein umekita na umeshika vizuri katika jamii zetu. Hapo sasa, sijui kifungua maswali. Kuna shaka alikuwa anatukumbusha kuwa kuna swali ambalo lilikuwa limelala kiporo, sasa akawa ameandaa jibu lake. Ili nitakupa mic, alafu kama kuna feedback kutoka kwa watu tutapokea, alafu kikao chetu kitakuwa kimefika tamati baada ya salawati za Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Asante, shukrani.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammad wa alihi tayyibin tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sio wakati wa maswali kwa sababu wakati wa kuuliza maswali kuna, lakini kuna swali lilibaki jana bila kujibiwa, ndio tunalijibu. Lakini kulikuwa kumeomba nafasi ya kwamba labda mtu mmoja au wawili kulikuwa kuna maoni walikuwa wakitoa. Kama kuna watu hatutafungua mlango wazi, kwa sababu kila mtu atakuwa na maoni na tutatoka hapa jioni. Lakini wale ambao walikuwa wameomba nafasi ya kuzungumza kidogo, nafikiri watapewa. Nafikiri wanajulikana walioomba nafasi ya kutoa maoni. Ama kuhusiana na swali lilikuwa la pili, na inaonekana aliuliza hayupo tena, aliuliza na ameondoka. Yupo swali hilo? Swali lilikuwa la kuhusiana na malaika. Okay, Sheikh Abdallah ndio aliuliza. Nimefikiria ni ile ambayo hayupo. Swali lilikuwa ni kwamba malaika kuhusiana na Petrus, ya kwamba yeye alikuwa amefanya kosa alafu kisha akabaki kwenye kisiwa fulani, alafu kisha ndio imama alipozaliwa akaona malaika akipita pale, akauliza mnaenda wapi? Wakamwambia ya kwamba wanaenda kwa ajili ya nini, ya Imam Hussein. Kwa hivyo wakasema nipatie nafasi nibebe nifikishe huko, kwa sababu mbawa zake zilikuwa zimekatwa kwa sababu ya kosa ambalo alikuwa. Sasa alipoenda pale akamgusa Imam Hussein, na kwa baraka ya Imam Hussein mbawa zake zikarudi. Sasa swali ni hili, je, malaika kweli wanafanya makosa? Si ni maasum? Sasa jawabu lake ni nini? Ni kwamba maasum ni maasum, hawafanyi dhambi, hawafanyi makosa, hawasahau, hawatelezi, hayo ni sawa. Lakini kuna kitu ambacho maasumu wanafanya, na hicho kitu kwa upande wao ndio kinahesabika kwamba hapo wanastahili labda kulaumiwa na Mwenyezi Mungu kwa sababu ya jambo hilo. Sio kosa wala sio dhambi wala sio yote ambayo utakayosema ama ambayo tumeyasema huko nyuma. Basi kitu hicho kinachoitwa tarkul aula, yaani malaika anaacha kitu ambacho kilikuwa ni bora akifanya. Yaani kwa mfano kitu ni 120 ikiwa ni kwa daraja ambazo tunasema, sasa akapunguza daraja moja pale, tayari amepitisha kitendo kile kizuri. Yaani ni kitu ambacho ni kizuri, hakina ubaya, lakini kuna mahala ambapo sasa ni kama mfano tunaweza kusema pia, kwa mfano kama vile nini, daktari anakuambia kwamba usinywe maji baridi. Ukinywa maji baridi utapatwa na homa, utakohoa. Kupatwa na homa si dhambi, na kunywa maji baridi si dhambi wala si kosa, na bado ni kitu kizuri. Lakini kwako kwa sababu fulani ukijiepusha na kunywa maji, hali yako itakuwa nzuri zaidi, utakuwa na afya nzuri zaidi na nini. Lakini kwa sababu ya kunini, athari ile inapatikana ya kunywa maji baridi ni kwamba utapatwa na kihoma au kukohoa au labda kitu, lakini si ati kwamba utapata dhambi. Kwa hivyo malaika hizo, kila kitu mtu anachofanya kuna athari yake. Ukifanya kizuri, kama sasa vile tunaishi maisha ambayo labda mtu ni muumini, afanye madhambi, afanye nini, anajiepusha. Lakini ukiangalia waumini wana matatizo, kwa mfano za afya, matatizo ya afya, utakuta sijui ana sukari, sijui ana pressure, sijui hajafanya dhambi ndio akapata kitu kile. Si dhambi wala si kosa, lakini ni ile lifestyle. Lau kama angeiweka lifestyle iwe ni Kiislamu kabisa, kila kitu ambacho anatakana cha mustahabu, cha makruh anajiepusha na nini, angekuwa hali yake iko sawa kabisa. Ona, na wakati mwingine pia sio hayo, pia yeye ameingia kwenye mji ambao sasa hivi ametoka kwenye joto, mara akaingia kwenye baridi katika safari. Sasa automatically nini, hali yake itabadilika, ataathirika na mazingira yale. Lakini si dhambi, amekuja ana majukumu ambayo yanatakana, labda kwa wakati ule hakutakana ingie wakati ule. Kama vile pia tunaambiwa ni mfano ambao pia ni somo pia, unaambiwa kwamba unapotoka nje, siku za zamani walikuwa kiambiwa pia hivyo, unapokuja nyumbani usiku usiingie
Kama utalala ulale nje, lala sehemu nyingine. Kwa nini? Si dhambi wala si nini. Waweza ukaingia ikatokea mtihani, labda kuna wezi ambao ndio wanaingia au kitu kama au la sivyo, unamuudhi muumini. Kuna mtu mmoja katika nini alikuwa muumini kweli, shekhe nini, amekuja, alikuwa na darasa za usiku, na mara nyingi huwa alikuwa yuko Iraq, mara nyingi alikuwa anabeba funguo, lazima anakuwa na bahthi usiku nini. Sasa akija hataki kumsumbua mkewe, anakuja kama ameingia ndani ya nyumba tu. Lakini siku hiyo kwa bahati mbaya, na kulikuwa na baridi kali, alifika pale kuangalia mfukoni, funguo hana. Sasa nafikiria nimwamshe mke wangu, akashindwa. Akaona nikimpigia mlango huu nitamuudhi, nitamharibia usingizi, uende usingizi ukapotea. Basi akabidi kukaa pale, akasema nitakaa mpaka asubuhi, hamna mahali anaweza kwenda. Akakaa. Sasa kwa ajili ya wema huu ambao amefanya, hataki kumuudhi muumini mwenzake, salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kuna mtu ana istilah hasa anasema kwamba Sufiani saa zingine anapita hapo, unaona vichwa vinaenda. Sasa nimeona ni kama amepita, sasa ndio nasema tumtoe haraka. Sasa ikawa kwa sababu ya wema wake ule, hakutaka kumuudhi mkewe, kumwamsha. Imamu mwenyewe akaja, Imamu Sahibu Zaman akaja kwenye ndoto ya yule mkewe, akamwamsha, akamwambia, mbona kumfungulia fulani mumeo yuko huko nje anapigwa na baridi? Akashtuka akatoka. Sasa ile alipofungua mlango, akamuuliza mwenzi wake kwamba niko hapa nje na mimi sikutaka kuamsha. Akasema nimemuota imamu akiniamsha, akini nini, kwa sababu ya wema ule ambao aliofanyia nini, yalimfanyia kwa sababu ya kutokumuudhi mumewe, mkewe, samahani. Ikawa jambo kama hilo, ndio si dhambi wala nini, lakini si dhambi wala si kosa. Lakini unaona, lau kama angemwamsha, tungesema kwamba amekiacha kitu kizuri, tarkul aula. Lakini yeye pia akajiepusha na jambo hilo, ni bora asimwamshe, asimsumbue, asimuudhi muumini. Kwa hivyo kwa jambo hilo amefanya kitu kikubwa sana. Kwa hivyo anastahili hata kutetewa na imamu. Kuna visa kama hivi ambavyo viko na vinafanyika, ni visa ambavyo wapi ambavyo viko na watu wanapata daraja kutokana na hilo. Kwa hivyo huyu Petrus alifanya nini? Tutasema kwamba alifanya tarkul au la, aliacha kitu ambacho kilikuwa ni bora na angestahili. Na pia hata aya zile ambazo tunapata kwenye Qur'an, labda mtume fulani alifanya kitu kama vile Nabii Yusuf alisema kwamba udhkurni inda rabbi, hicho kitu kwake kilikuwa hakifai, na akawekwa kwa sababu ya jambo hilo, akawekwa miaka 7 nyingine jela, na ilikuwa siku zake labda zilikuwa zimekwisha, angetoka, lakini kwa ajili ya hilo akawekwa miaka 7. Si dhambi, si kosa, lakini alikuwa kulingana na cheo chake alikuwa stahili jambo hilo kulifanya. Nafikiri swali limejibika, na kwa ajili ya wakati nampatia Sheikh wetu Sheikh Juma Shughuli ashikilie jambo hili la huyo ambaye alikuwa au hawa ambao wameomba nafasi ya kuzungumza, inshallah tuweze kumalizia. Assalamu alaykum. Nadhani hakuna watu waliomba nafasi, isipokuwa nadhani jana kuna baadhi ya mashaikh walikuja wakawa na maoni angalau ya kuboresha kongamano na kufanya kongamano liwe zuri zaidi kwa miaka ijayo. Kwa hiyo ni kama kuna mtu yote ana maoni ya kuchangia katika kuboresha kongamano, nadhani ni wakati anaweza mtu akiwa na maoni yake anaweza akatoa kwa dakika 2 3 tulizo nazo pale mbele. Naam, bismillah. Mpaka sasa tuko na watu 4. Naomba Sheikh Njoloi ndio jana aliongea na mimi, naomba wao simame wa kwanza waongee. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Bismillahir rahmanir rahim. Salatu wassalamu ala rasulillah
Rasulillah Muhammadin wa alihi Tahirin. Naam, kwanza ni kushukuru jopo la waandaaji wa barnamiji kama hii kwa mashirika wetu hao wakubwa kwa nafasi zenu na kwa kutelea muda. Naomba nyote inshallah mtambue kwamba tunatambua hizo nafasi zenu. Pili, pia kuwashukuru wenzangu wote ambao tuko kwenye kongamano hili, jambo zuri, tumenufaika alhamdulillah. Ni vile tu labda kuna changamoto za hapa na pale, ndio naona siku zilikuwa ni kidogo sana. Ingekuwa changamoto kama hizo hazipo, matumaini yetu kwamba program kama hizi zinahitaji kama siku 3 siku 4 inshallah. Mwenyezi Mungu ajalie tufikie hapa. Mimi tu nilikuwa tu na nukta moja muona kidogo naye ni kuhusiana na haya mawadhi ambayo yamewasilishwa. Maudhui haya yaliyowasilishwa ni maudhui muhimu sana na maudhui ambayo yanahitaji yahifadhi. Sasa na si hapa tu, kongamano nyingi ambazo tunaziona, hii ni changamoto ambayo tunaona. Sijui inaweza sababu ni nini, lakini tunapenda kuzungumza ili sote tuweze kuelewa na inshallah tujaribu kufanyia kazi. Mara nyingi sisi kinaita sana mazungumzo kupangwa namna hii na mashehe kutoa hotuba nzito za namna hii ambazo ni hasa zinaendana na hadi zetu za tablighi kule vituoni, lakini zinaishia ni mazungumzo tu. Kutoka pale tunatawanyika na hivyo hivyo. Wakati mwingine labda kama leo naona Sheikh Isa alikuwa amepangiliwa kuzungumza resolution, ingekuwa ni jambo zuri sana kama zile za last time kongamano la iliyopita, tungeweza kueleza zilikuwa ni zipi, ili tujue wapi ambapo labda hatukufanyia kazi na azimio ya kufanyia kazi yatakuwa vipi. Hilo ni eneo moja, lakini kia muhimu sana ambacho nilikuwa nakiangalia ni kwamba ni vizuri sana mashehe, na waomba sana kwa nafasi zenu mambo haya muwe mnayaweka katika peperushi rasmi, yani tuandaliwe handouts. Tujaribu sana kama sio topic nzima, lakini zile nukta muhimu ziweze kuandaliwa. Wakati mashehe wakiondoka namna hii, tunakusanya hizi, zinatusaidia. Wakati mwingine unaweza kusema nikisikiza shekhe akizungumza mawaidha katika kongamano fulani, ningefikiri kama ningekuwa na kumbukumbu ya yale alizungumza, ningeweza kutumia katika nafasi hii au katika hali. Kwa hiyo badala ya yeye kwa sasa anatamani anarudia katika faili yake, anaangalia ile mulahadha ule na anajikumbusha, anaweza kuwasilisha vizuri. Handouts ni muhimu sana kwa sababu kote katika mafundisho ya Uislamu na pia katika fani za kielimu, maneno yanapozungumzwa tunasema ile retention power ni 5%, kizidi sana 90 yote inapotea. Lakini yakihifadhiwa iwe kwa akili au yameandikwa kama wasia wa imamu wetu Imam Hassan alayhi salatu wassalam, akihusia wanawe na wana wa kaka yake Imam Hussein alayhi salam, aliwaambia kwamba muhifadhi hizo elimu, na kama hamweza kuzihifadhi basi msiandike. Sasa leo hii kwa simu mashehe kuandika na kwa ngumu kiasi fulani, tumeshazoea mambo mengi yanakuwa yanapita, lakini kama kuna hiyo kipeperushi kimeandaliwa kipewa, inaweza kuwa msaada mkubwa sana na itahifadhi hizo elimu na tunanufaika nazo. Sitaki kuendelea sana, hiyo ilikuwa ni mambo yangu tu. Sasa natedaje watu wasisongee maneno yasiyo mengi, kama una maoni enda kwenye. Asalamu alaykum. Kwanza nashukuru mashehe zangu, kisha niseme kwamba tunajaribu kuangalia ama ikiwa na wale waliokuwa wanafanya mambo fulani ama kusahau ama kuna mpangilio mwingine. Nataka niseme nimeona dada zetu wakichangia katika hizi
wakati wa kutuzwa sijasikia mahali ambapo tunatuzwa dada zetu. So sijui kama katika fikira zenu ni madada zetu hawa hawako katika familia hiyo. Nilikuwa Asante. صلوات جل اللهم صل على محمد وآل محمد. Raising high the flag of Imam Hussein alayhi salam is our culture. The motto Imam Hussein is our life. Maoni yangu kwamba kuna watu wametajwa katika nyumba hii, watu watano. Mmoja ni Ayatollah Khomeini, Ayatollah Mungu amrahamu, Ayatollah Khamenei, Imam Bukhari, Sayyid Nasrullah na Mandela na Khadi ambao ni watu ambao wamesema kwamba wameathirika sana katika kureform jamii, wameathirika na Imam Hussein na wakaweza kupanga mambo yao katika society level, ikawa ni athari ya maana ya Imam Hussein. Sisi katika Kenya tunaona ni muhimu sana katika kutengeneza thawra katika society, tutengeneze vile tunaweza badilisha society hii yetu ya Kenya tukimuiga na ile manhaj ambayo imefuzwa na Imam Hussein. Na hii naona tunaweza fanya kuhuku ile kuinteract na watu kama Wakristo na tamaduni zetu katika kasha zetu za Kiafrika. Tukiungana na hizi kasha zetu za Kiafrika na Wakristo, tunaweza kuenzi Imam Hussein kama vile Mandela na Gandhi walichangia kurevive society, not necessarily katika watu wao Waislamu, lakini katika njia ya kureform society, kwa sababu Kenya hii yetu leo inahitaji reform na wanasiasa kwa sababu hawapeani hope. Sisi tukienzi message ya Imam Hussein tunawapea society ya Kenya hope, na ningetaka pengine next time inshallah utaala katika kupanga tuwe na katika political talk ambayo itachangia, ambayo itakuwa na theme ya Imam Hussein kama Imam Hussein as a reformer of the society. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Nikupongeza kikao, ni changu cha kwanza kufika, na ningependa tukumbushane ya kwamba kulikuwa na shehe wetu zamani alikuwa anaitwa Sheikh Idi Abdalla Wachu, ambaye katika kituo hiki chenye tuko, in fact yeye ndiye alichangia kabisa hasa kwa kupatikana kwa hiki kiwanja, na yeye alikuwa ni mwalimu wetu, alishaaga lakini hatukumkumbuka jana. Ningeomba kama siku za usoni itawezekana kwa tunamkumbuka, na katika Nakuru na kulea ushia yeye amecheza daura kubwa sana. Ya pili ni kwamba naam, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Ya pili na mwisho, kwa maana yanasema labda niyaseme tu kidogo, ni kwamba katika resolutions ya kwanza imekuwa kwamba lazima tusimamie mambo ya Hussein kwa bendera tofauti tofauti. Kwangu mimi naiona